Sasa leo tutaenda kuzungumzia uambatanisho wa mapenzi. Tutaenda kuangalia aina 4 ambazo zinaamua mapenzi yako. Unajua saikolojia imeweka wazi kwamba watu wanapohusiana kwa sasa ukubwani inatokana na athari za utotoni. Na mpaka mwisho wa somo hili utaenda kujua kwa nini mahusiano mengi huwa hayadumu na kwa nini watu wengi wanashindwa kudumu kwenye mahusiano. Changamoto ni nini? Ni uambatanisho. Watu hawajui jinsi ya kuambatana na watu fulani. Na kuna aina ya uambatanisho ukikosea unajikuta unaumia zaidi. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama hii ndio mara ya kwanza kujiunga na channel ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa aina ya kwanza tunaita ni uambatanisho salama, yani secure attachment. Sasa hii mara nyingi ndio uambatanisho ambao unatakiwa kila mtu awe nao. Ni uambatanisho ambao ni mzuri, ambao wala watu ambao wanakuwa hawana shida. Sasa huu unakuwaje? Hawa ni wale watu ambao utotoni walipata malezi mazuri kwa wazazi wao. Walilelewa vizuri, walipendwa, hawakunyimwa upendo, walilelewa vizuri kwa upendo wote. Sasa mara nyingi hata ukubwani kwenye mahusiano ni wale watu ambao kwanza wanajali wenzao, hawana mbinu za kumuumiza mwenzie na wanajiamini, wanaamini wenzao, hawana hofu ya kuachwa au kuwa karibu na mtu fulani, na ndio mahusiano ambayo yanapaswa kwa kila mtu kuwa nao. Na kauli mbiu yao mara nyingi huwa ninakupenda na kuamini na ninaweza kusema ninapoumia. Na watu waga wana uwezo wa kuelezea kwamba kuna kitu hakiko sawa, hichi kitu sijakipenda bila kuwa na changamoto yoyote. Lakini pia hata kwenye migogoro mara nyingi waga wanatulia. Anapokuwa anaelezea jambo lake anakuwa na utulivu, hapaniki, lakini huongea kwa utulivu, utafuta suluhisho badala ya ugomvi. Ndio hao watu ambao unakuta anatafuta suluhisho vizuri bila kugombana, na mara nyingi mahusiano yao waga yanakuwa yanadumu zaidi kwa sababu ni uhusiano salama. Hawa watu wanakuwa hawana changamoto sana kwenye mahusiano, na kila mtu ndio anatakiwa awe katika uambatanisho huu. Sasa uambatanisho wa pili ni ambatanisho la wasiwasi, tunaita anxious au preoccupied attachment. Sasa haya mara nyingi uambatanisho wa namna hii hutokana na watu ambao walikuwa hawapewi mapenzi mazuri na wazazi wao, yani walikuwa hawalelewi vizuri. Unakuta leo na pewa mapenzi mazuri na wazazi, wanamjali, kesho hawamjali. Sasa mara nyingi toka utotoni alikuwa na aona kwamba upendo ni kitu ambacho kinaweza kupotea muda wote. Sasa hii inaweza kumwathiri pia hata kwenye mahusiano yake ya ukubwani, kwamba kwa sababu alikuwa anaona kwamba ni upendo ambao alikuwa anaona kwamba upendo unatokea tu kwa vipindi fulani, yani unaweza ukapotea au ukapatikana. Sasa ile hali inamtengenezea hofu. Sasa kwenye mahusiano hawa watu ndio wanataka muda wote wanadhibitishwa na kupenda. Ukichelewa kujibu message tu anaona kama ameachwa. Ndio watu ambao wanapaniki muda wote, yani anakuwa tu message kila muda. Usipomwambia kwamba good night anaona labda uko na mtu mwingine. Ni wale watu ambao wanakuwa na wivu uliopitiliza kwa sababu ya ule uambatanisho ambao ulitokana na yeye toka utotoni, kwamba hakuwa anapewa upendo vizuri toka alivyokuwa mtoto, kwamba anapewa leo upendo kesho ananyimwa. Na mara nyingi malezi mengi waga yanatokea namna hiyo. Unakuta mtu anapewa mapenzi mazuri labda na wazazi, kesho tena wazazi wanashindwa kumpa hiyo nafasi. Sasa mara nyingi hawa watu kauli mbiu yao mara nyingi mtu unakuta kabisa kila siku anauliza hivi kweli ananipenda? Anaweza kukwambia kila siku naomba usiniache, please usiniache. Mara nyingi ndo migogoro yao iko hapo. Utanioa, unakuta wao mara nyingi naomba tuwe karibu, yani anatamani sana kudhibitishiwa muda wote kwamba uko naye. Sasa mara nyingi kwenye migogoro hawa watu waga wanapaniki sana, na waga mara nyingi wanapenda kutafuta uhakika. Yani anaweza kuanzisha tu hata ugomvi kidogo ili asikilize kama wewe unampenda bado au umeshaamua kitu kingine, lakini waga wana wivu uliopitiliza. Changamoto ya watu kwa sababu wivu unakuwa hali ya juu, ile hofu ya kupoteza mtu, ndio mara nyingi mahusiano yao yanakuwa yadumu kwa sababu wanakuwa na hofu, kufuatilia message, kukagua, kuangalia, na mwisho wa siku mahusiano yanakufa. Lakini aina ya tatu ni ambatanisho la kuepuka, tunaita dismissive na avoidant, au tunaweza kuita avoidant attachment. Sasa hii mara nyingi ni wale watu ambao utotoni walilelewa kigumu, yani ni wale ambao watoto ambao walilelewa kikatili, yani wazazi walikuwa hawaoneshi kabisa kujali. Akipeleka hisia zake mtoto anaelezea changamoto fulani, anaambiwa wewe kapambane mwenyewe. Yani walifundishwa kujitegemea wao wenyewe toka utotoni, yani kukomaa, kuwa wagumu. Sasa mara nyingi hawa watu kwenye mahusiano yao ukubwani ndio wale watu ambao wanapenda kujitenga, yani wale watu wanapenda kukaa wenyewe. Ndio hawa watu ambao mkigombana na kublock anakaa pembeni kabisa, au mkikosana haongei chochote, anakaa pembeni kabisa, anaachana kabisa na wewe. Wanapenda mara nyingi kuwa na uhuru wa kuwa karibu. Sasa changamoto inayotokeaga mara nyingi hawa watu ambao
wana hofu ya kuachwa, wanawapendaga watu ambao wanapenda kuwa peke yao. Ndio maana changamoto kubwa ya mahusiano inakuwa hapa, na ndio maana nimependa nifundishe hili ili ujue kwamba uko upande gani, ili ujifunze kujiboresha, ili uende kwenye attachment ya secured. Lakini uzuri unaweza ukajibadilisha ukishagundua hivi vitu vyote. Hasa mara nyingi kauli mbiu ya wao watu ambao ni avoidant, mara nyingi huwa wanasema sihitaji mtu yeyote ili kuwa na furaha, usiniingilie sana. Ndio watu ambao wanasema I need my space, nataka uhuru wangu, sitaki mtu anigande gande sana. Na ukimshikilia sana, ndio hapo mambo yanakuwa shida. Yao mara nyingi wanapenda sana mahusiano yao yawe tu ya kawaida, lakini unapoanza kumganda, kumfuatilia na kuwa naye karibu, sasa na hao watu wa anxious wanapenda sana kuwa karibu na wapenzi wao. Sasa mara nyingi hao watu wa avoidant hawapendi. Sasa hapo ndo unakuta unamkimbiza huyo mtu. Lakini katika migogoro mara nyingi hujitoa kihisia. Ni watu ambao wanapenda sana kukaa kimya, kukataa kuzungumza na hutumia ukimya. Unakuta mtu anakaa kimya, haongei chochote, anaweza kukufanyia silent treatment hata kakaa siku 3 bila hata kutafuta, au akakublock kabisa, akaacha kuwa karibu na wewe. Sasa mara nyingi changamoto kama nilivyosema, hawa watu wanapenda kuwa karibu na watu ambao ni anxious. Sasa ndio changamoto inakuwa hapo, kwamba huyu anataka kukimbiwa, huyu mwingine anataka kuwa karibu. Hapo inakuwa kama mbio za paka. Lakini aina 4 ni ambatanisho la uoga na kuepuka, tunaita fearful plus avoidant. Hii mara nyingi unaweza kuita disorganized. Sasa hii yani ni kwamba anxious na avoidant wote wameungana. Hii sasa inakuwaje? Hawa watu ambao mara nyingi walilelewa utotoni kwa mazingira magumu sana, yani hawa watu ndio walilelewa kwa zile child abuse, yani kunyanyaswa, kufanywa ukatili. Ni wale watoto ambao walikuwa muda mwingine hawanyimwa upendo, muda mwingine wanapewa kidogo, muda mwingine wanafanywa ukatili kabisa. Kwa hiyo wamekuwa kaona kwamba ni vitu ambavyo labda, kwa mfano upendo ni kitu ambacho hakipatikani kwa urahisi, lakini pia upendo sio kitu cha kupatikana kama kawaida kwa watu wengine. Kwa hiyo wamekuwa wakiamini hivyo vitu. Sasa unapokuja kwenye mahusiano ya kawaida ukubwani, ndio hawa watu ambao wanashindwa kudumu kwenye mahusiano. Kwa sababu gani? Wao watu wanapenda sana kuwa karibu na mtu, lakini ukishakuwa naye karibu, manake tena anaona kama unambana. Yaani ni wale watu ambao hawatabiriki, yani hawaeleweki. Leo anaweza kuwa anaonyesha kwamba anakupenda sana, anakuwa na wasiwasi na wewe, unaweza ukapotea, baadaye tena anapotea kabisa, anakuwa kwenye ile stage yake ya avoidance. Sasa unakuwa hawaeleweki, na mara nyingi hii ni adimu sana kuonekana kwa mtu, lakini ni mbaya sana. Mtu akawa nao hivi, kumtuliza anahitaji jitihada kubwa zaidi. Sasa lengo la kufundisha somo hili ni wewe ujijue kwamba uko kwenye attachment gani, yani ambatanisho gani. Ukishajijua unaweza kujibadilisha. Kwa mfano ukijigundua kwamba wewe kwenye fear, yani kwamba wewe unaogopa, unahitaji kudhibitishiwa, unaweza ukajistudy tabia zako, kaanza kujibadilisha uende kwenye secured. Lakini kama pia uko kwenye avoidant, unaweza kujirekebisha, usiwe mtu wa hivyo sasa kumwepuka mtu. Na ukishamgundua mtu ambaye uko naye karibu kwenye mahusiano yako, labda yeye yuko kwenye kundi labda la fearful, manake utamsaidia yeye aje kwenye secured. Lengo la kujua hili somo manake ujibadilishe na wewe uje kwenye secured. Secured ni wale watu ambao hawaogopi kuachwa, wanaongea hisia zao kwa utulivu, hawapaniki, hawavutani muda wote, hawana wivu uliopitiliza, na mahusiano yao waga yanadumu zaidi. Hebu niandikie katika comment umejifunza nini katika somo hili. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Bye bye na uwe na siku njema.